Ngoja leo niwape siri ambayo nilisema sitakuja kusema mpaka naingia kaburini. Unajua 2017 tulikuwa tunaishi Songea. Tulikuwa tumepanga chumba na sebule. Sasa ile nyumba tulikuwa tumepanga, tulikuwa tunaishi na mchungaji mmoja hivi, alikuwa anachunga huko mjini. Alikuwa na kanisa lake kule mjini. Lakini asubuhi alikuwa anaenda kuhubiri kwenye magari, jioni alikuwa anaenda kuhubiri mtaani. Alikuwa anahubiri pale Ruiko stand. Akitoka kuhubiri, eti Manasho. Yule mchungaji alikuwa anafanyaje akitoka kuhubiri? Alikuwa akifika anamwaga hela hivi sebleni mezani, anaanza kuhesabia, anahesabia, afa anasema ona Mavondo. Ndio malipo ya uchungaji haya, uchungaji unalipa. Yaani yule mchungaji alikuwa akitoka tu kuhubiri, anapitia sebleni kwangu, anamwaga hela hivi, cheke 500, 1000, ngapi anaanza kuhesabia mpaka 60,000. Umeona? Sasa mimi siku moja bwana, nimeamka asubuhi, sina hata 100. Sina hela ya kula, na nakumbuka kodi imeisha, na mwenye nyumba ananipigia simu anataka kodi yake. Niulize nilifanyaje? Kipindi hicho huyu mama alikuwa ameokoka, afu nilikuwa namuita dogo, nikamwambia dogo, tunafanyaje? Akawa na yeye hana njia. Kwa hiyo ikabidi nitumie plan yangu, plan B. Kwa sababu si nilishaona yule mchungaji anafanya nini? Nikachukua Biblia ya huyu mama bila kujua, nikaondoka. Nikaingia zangu stand. Nilipoingia stand nikawa asubuhi saa 12 nimeingia zangu stand. Nikasema yule mchungaji ratiba yake huwa anaenda magari ya Mbinga. Nikasema mimi naenda magari yanayetoka Mbinga yanaenda Dar es Salaam. Nikaongea na konda pale stand. Nikamwambia mimi bwana, mimi ni mhubiri. Mhubiri naenda, nataka nipande gari lako nihubiri kwenye gari. Yule jamaa alikuwa hana noma. Nakumbuka ilikuwa ni super fail. Akawa hana noma. Njia ya Mtwara. Nikapanda zangu gari. Nimekaa kwenye kiti hivi sasa muda kwamba nianze kuhubiri, naanzaje sielewi. Unaona? Nikaendelea kukaa kwenye siti. Tumetembea, nafanyaje? Yule jamaa konda akasema, "Pastor vipi?" Nimevaa kipasta, suti yangu nyeusi safi. Biblia mkononi. Akaniita akasema, sasa saizi kulivyotulia hivi ndio sasa ungeanza kuhubiri." Nikasema Mungu nisaidie, nisiaibike. Nikasema mimi visa sinavijua, mahubiri ya kutisha sina Mungu, mimi sijaokoka, ila huyu mama akawa ameokoka. Sina Mungu, ila yeye ajui kwamba mimi nimeenda kutafuta hela kwenye gari. Nikasema hapa sasa Mungu tu anisaidie. Nikasimama nikasema Bwana Yesu asifiwe, nikawasalimia wale wananini. Nikawasalimia wale wasafiri, wakaitika amen. Unajua watu wakiwa wanasafiri bwana, wanakuwa uoga sana, wanaamini tunaweza tukafa muda wowote. Nikaanza kuhubiri pale, nikahubiri vitabu ambavyo nimeikariri mistari napita mle. Sasa muda wa kusema sadaka, nasemaje? Na mimi nilichokifuata, mimi nimefuata hela, nitakiwa nilipe kodi. Nasemaje kuhusu sadaka? Kana baba mmoja akajitolea, alikuwa amekaa mbele, akasema, "Mchungaji, una hata kifungashio? Watu tunataka tutoe sadaka." Mimi sio mchungaji, mimi muongo, sina hata Mungu sina. Nikasema hamna shida. Nikakinga mkono hivi, watu wakaanza kuja kunipa hela. Mwenye 5,000, mwenye 7,000, mwenye ngapi, mwenye 3,000. Mimi sikurudi na change ile siku. Nilipata 85,000. Nikarudi kwa huyu mke wangu na 85,000. Saa ngapi hiyo? Saa 4. Saa 4 nimesharudi nyumbani na 85,000. Kwa ule utaratibu nikawa naendelea nao. Sina Mungu lakini naingia kwenye magari na hubiri. Sina Mungu naingia kwenye magari na hubiri. Miezi 3. Sasa siku moja bwana. Sasa watu sio wananijua pale Ruiko. Nikapanda gari langu moja hivi lilikuwa linaenda Dodoma. Nikapita njia ya Iringa hii. Nikahubiri mpaka Madaba. Kumbe mle kwenye gari kuna jamaa ananifahamu pale Ruiko. Ameinamia hivi tu kiti. Hataki